Mjumbe huyo wa CCM anayefahamika kwa jina la Mustafa Juma ametiwa nguvuni baada ya kuendesha zoezi la kuandika majina na nambari za vitambulisho vya kupigia kura, huku akiwalaghai watakuwa wanufaika wa kwanza pindi taasisi ya fedha ya Umoja SACCOS itakapoanza kufanya kazi zake. Alivyokuja aliniambia kwamba kuna chama ambacho kinaanzishwa kinaitwa SACCOS. Unaona? Kinaitwa SACCOS. Kwa hiyo ili uweze kujiunga katika hiki chama lazima uniorozeshe majina yako mawili, namba yako ya simu na namba yako ya kadi. Nikamuuliza kadi aina gani? Kweli nikampa majina yangu mawili, akaandika namba yangu ya simu, akaandika na TIN namba ile ya BVR. Alivyoniambia akaniambia, "Je, mbona namba za hizi kadi zimefutika? Hizi namba ndo muhimu." Lakini yeye zinaona, yani mimi sizioni, lakini yeye alifanya mpaka akaziona, akaziandika. Akaenda nyumba nyingine tena akaandika. Nyumba nyingine sijui kwa sababu anamfahamu, wengine wamekataa. Hii ni hujuma zinazofanyika kwa Chama cha Mapinduzi kutaka kudhibitisha juu ya bao lao la mkono. Hii ndio hali halisi iliyoko hapa, na hii sio kwa mjumbe mmoja tu. Wako wajumbe wengi wanaandikisha hayo majina, tunaendelea kufuatilia hatimaye tujue mwisho wake ni nini. Katika mahojiano yake na ITV, mjumbe huyo wa shina nambari 20 wa mtaa wa Ulongoni A amekiri kupatiwa fomu hiyo maalum ya kuandika majina na namba za vitambulisho vya kupigia kura, huku akisisitiza kuwa alipewa kazi hiyo maalum na moja ya viongozi wake wa tawi bila kujua matumizi ya namba hizo. Chama kimenituma niweke orodha hii na chenyewe kitajua sababu yake, mimi sijui. Mimi kama mtendaji wa chama, kama mjumbe, wao wataelezea wakubwa zangu wa chama. Nafanya kazi hizi hata nyingine hizi hapa za chama, orodha tukitimu hata kuangalia watu walemavu wa nini, wana shida gani, wagonjwa, zote namuonesha zote. Ni kila aina kitu kikija hapa tukipewa na serikali jinsi ya wito wa kutekeleza, tunatekeleza kwa sababu sisi ni wajumbe wa chama. ITV ilipojaribu kumtafuta Bwana Thomas Mwita Kimbaru anadaiwa kumpatia fomu hiyo maalum, mjumbe huyo wa shina alisema hahusiki na chochote kile na kwamba si msemaji wa chama. Katika hatua nyingine, mtandao wa asasi za kiraia za kutazama uchaguzi nchini umeonyesha kutokuridhishwa kwake na vitendo mbalimbali vinavyoendelea kujitokeza katika zoezi la kampeni za uchaguzi, hasa matumizi ya lugha za matusi, huku wakiitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuhakikisha inasimamia sheria. Tunaitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi itimize wajibu wake kwa kuhakikisha sheria na kanuni zinafuatwa na kuzingatiwa, na vyama na wagombea wote watendewe haki na kupewa fursa sawa. Ikumbukwe Tanzania ni yetu sote. Takribani siku 50 kabla ya kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu 2015, anatajwa ni mjumbe wa Chama cha Mapinduzi CCM ameshika takribani majina 28 akiwa ameandika namba za vitambulisho vya kupigia kura. Wanasema tukutane siku ya kupigia kura. Naitwa Spencer Lami kutoka Ulongoni, Dar es Salaam, ITV.